Na mpenzi mtazamaji wa Sema Africa Media TV, karibu tena katika channel yako bora, na leo mezani nipo na mada nzito kidogo ambayo italeta mjadala na ni muhimu katika jamii yetu, kwa sababu asilimia kubwa ya ndoa za vijana zinavunjika. Sijui tatizo ni nini hapa, lakini kuna asilimia kubwa la wimbi la vijana kuogopa kuingia ndani ya ndoa. Mimi nitajizungumzia mimi leo Huzaima. Sisi vijana tunaogopa kuingia ndani ya ndoa kwa sababu ya nyie wanawake. Nyie wanawake mmekuwa kidogo siku hizi wakorofi kidogo, mnataka lazima mwanamume awe na kipato, awe na gari, wakati mimi gari sina ila nataka kuoa. Wana mambo hayo. Hivi wewe nyie upande wenu mnaliona hili jambo? Mimi kiupande wangu nazungumzia hili kwa mwanamke akatae kuolewa. Hii inatokana kwa kwa sababu ukipata mwanamke ambaye yuko serious na ndoa atakukubali kama ulivyo, haijalishi uko na gari hauna gari. Lakini wanaume wengi wanapenda starehe na sio ndoa. Unajua vipi? Kuna baadhi ya wakati mwanamke anakuambia mimi nishakuridhia, nishakubali, haina shida, unamuoa. Lakini ukiingia naye ndani ya ndoa mambo yanabadilika pale. Yani vile alipokuwa anakuonesha wakati mpo kwenye mahusiano, yani badala ya ndoa inakuwa ndoana sasa tena hapo. Hiyo inatokana na mwanaume mwenyewe. Mimi ninachoamini mwanamke akipenda anapenda ya kweli. Hebu hapo inatokana na sisi wanaume kivipi yani? Wanaume yani kiuhalisia kabisa wanaume wanaambiwa kutamani. Kwa sababu mwanamke ana moyo ule yani akipenda anapenda kweli, anapenda mmoja tu. Lakini mwanaume kila anayemuona kwake ni mzuri, na hiyo inatokana na misunderstanding katika ndoa. Mwanamke hawezi kuvumilia kila siku wewe tayari mara huku yani hicho ile ni kwa lugha nzuri ambayo nitatumia bila kutukana, sijui ni lugha gani, lakini naamini ushanielewa. Kwa hiyo mara nyingi inatokana kwa mwanaume na sio kwa mwanamke. Mwanamke akipenda anakuwa kama maji kwenye mtungi. Maji kwenye mtungi. Kwa hiyo mnahisi kwamba sisi ni watu wa kuchiti au vipi? Wanaume ni sababu kubwa ya mwanamke ndoa kutokudumu katika na hii Huzaima ndio inayopelekea nyinyi kuogopa kuolewa sasa hivi ama vipi? Mwanamke anaweza akaogopa kutokana na changamoto ni nyingi katika jamii. Kwa sababu kwa mfano mimi sijaolewa, lakini namuona labda dada yangu tayari kashatangulia katika ndoa, au ni rafiki yangu kashatangulia katika ndoa. Lakini vitu ambavyo anapitia katika ndoa si vitu ambavyo ni vizuri, ni vibaya na vinatisha. Maybe kaolewa na mwanaume wamekubaliana kila kitu, wanafika kule mwanamke yuko na maradhi pia yanatisha. Lakini sio sababu ya kuogopa nyewe kuingia kwenye ndoa, kwa sababu sio wanaume sote tunye tabia hizo za kuchiti. Na unajua nini, si nyote lakini asilimia katika watumia watu tuseme 90 wote wako hivyo. Kwamba si wanaume watu 90 ni watu wabaya na waongo. Huzaima hapo ukisema watu wabaya, hebu ni hadithi ushawahi kupata ka historia labda ukawa na mtu ambaye akakudanganya labda kwenye uhusiano labda? Kiupande wangu siwezi nikazungumzia maisha yangu wewe mwenyewe. Lakini sasa kwa nini subiri kwanza, kwa nini ukasema kwamba wanaume watu wabaya waongo? Naona katika jamii ambayo naishi na najifunza kupitia watu wengine. Ndio maana mkaamua kutuimbia ile nyimbo ya talaka ngija. Hiyo si kama inamaanisha labda nini, kutokana ile watu tayari mioyo ishaharibika. Zamani mtu alikuwa anaachika katika ndoa anaondoka analia, mwanamke analia, mwanaume analia. Lakini kutokana na ile ishakuwa ni kitu cha kawaida. Yani mwanamume anafanyia mavitu mwanamke mpaka mwanamke anatoka katika ndoa. Anatoka kwa sherehe. Sasa hivi kuna sherehe za talaka, ndio hizo zinaimbwa talaka. Unajua kitu kimoja, mpaka mwanamume anatoka, unajua mke ndo tulizo kwenye ndani ya ndoa, mpaka mwanamume anachepuka kutoka nje, mimi nahisi kunakuwa na sababu kubwa ni wewe mwanamke. Nikikuoa nikikuweka ndani nategemea kupata tulizo. Lakini asilimia kubwa ya nyinyi wanawake mkishaolewa, mkishazaa ule mtoto mmoja tu, basi mapenzi yote yanahamia kwa mtoto tena. Hili linatupelekea sisi wanaume, maana hapa nitetee wanaume wenzangu, mtu sasa ukitoka nje huku yale mahaba unaenda kupata kwa mtu mwingine. Unaona mambo haya? Si kweli.
na tamaa. Inawezekana mwanamke wako ndani ambaye umemuoa anakupa kila kitu, anakufanyia kila kitu ambacho inastahili mtu akufanyie. Lakini kutokana wewe una tamaa, tayari yule ambaye kushamweka ndani humuoni ni mzuri kama ambavyo ulikuwa unamuona mwanzo. Unanifahamu? Kutokana tayari yule ushampa mtoto, maybe ilikuwa na maziwa yamesimama tayari akasanya mtoto. Unaona bora mwingine ni mzuri. Unanielewa? Unatoka nje ya ndoa. Hakuna sababu ya msingi ambayo inakusababisha labda ndo kama hivyo unavyosema labda ndo mapenzi yanahamia kwa mtoto. Mapenzi ya mtoto yatabaki kuwa ya mtoto na mapenzi ya mume na mke yatabaki kuwa mapenzi ya mke na mume. Kwa hivyo unavyotaka kusema dada yangu kwamba sababu kuu ya hizi ndoa za sasa hivi kuachana kwamba wanaume sisi hatujatulia, ni sababu kubwa ni wanaume. Narudia tena kusema mwanamke akipenda anakuwa kama maji kwenye mtungi na anakubali chochote ambacho utamwambia kukusikiliza. Na kwa hiyo nyinyi hamjioni kama mna makosa kiupande? Hema Abduli, kaeni na wanaume wenzako mseme sisi tunataka tubadilike. Inabidi nifanye meeting na wanaume. Halafu uone mabadiliko katika ndoa zitakuwa vipi. Mimi hapo kwa kumalizia, umesema nikae na wenzangu, maana yake ndo tunapeleka ujumbe kwa jamii. Unahisi ni maeneo gani ambayo sisi wanaume tunapaswa kubadilika? Kwa sababu kwenye swala la tamaa hata dini zetu zinaruhusu. Ni bora. Lakini unajua nini? Hiyo katika dini ni kweli. Kama sisi naamini wewe Muislamu na mimi pia Muislamu. Anaruhusiwa mwanaume kuoa mpaka wanne. Lakini inatokana na pia na uwezo wa mwanaume mwenyewe. Unanifahamu vizuri? Kwa hiyo unakuta mwanaume hana kipato cha kumkizi hata yule mke wake, lakini mwanamke kastahimili kutokana na nini? Tayari anampenda mwanaume. Lakini huyo mwanamume ambaye kwa kaambiwa kuna sheria wanawake ni wanne kuoa, anaenda kutafuta mwanamke mwingine wakati yule ambaye yuko naye hawezi kumudu wala kumkizi mahitaji yake ya msingi. Hiyo pia ni misunderstanding ambayo inatokea katika ndoa na ndoa zinavunjika. Kwamba sisi tunaingia kwa tunaoa mke wa pili wakati ule mmoja atutimizi. Kwa hiyo ni sababu ya ndoa kuvunjika. Na hiyo ndio sunna ile kubwa ambayo kuna sunna nyingi ambazo unatakiwa mfanye. Hatari. Hilo nimelikubali na nimelipokea japokuwa kishingo upande, manake tukisema kwamba riski anatoa Mungu. Asbabu riska ni zile jitihada za mtu, lakini wajane wengi lazima tuwastiri. Ipo haja sasa nikisema na mke mmoja hatoshi, upate mmoja mwenye macho mazuri, mwingine unastiri, hata Mungu kipato kinakuwa kinafunguka, lakini unakuta kiupande fulani uzema mnakuja juu tukiongeza wake. Hebu mjengee msingi mzuri mke wako ambaye umemuoa katika ndoa, halafu mwambie mke wangu naenda kuoa mke mwingine. Ataumia kibinadamu kwa sababu ni mume wake, hakuna kitu kinauma pia kama mume. Ndio. Ataumia, lakini mjengee misingi mizuri, mwambie mke wangu chakula ndani kipo, nyanya, everything ambacho anahitaji mpe. And then kaoe mke mwingine. Mpenzi mtazamaji wa Sema Afrika, hii mada ni kubwa. Neno ambalo amezungumza dada yangu, hebu mjengee msingi mzuri mke wako ili aweze kukuelewa. Japokuwa mimi nakubali hili kishingo upande, tutakuja tena na muendelezo wa hii mada. Ulikuwa na mimi na Abdurrahman Makame na mwenzangu hapa. Tukutane wakati mwingine. Bye bye.